Naitwa Martha Kinoka, ni meneja wa masoko Alphas Company Limited, na tunapatikana jengo la NSSF Mapao House Ilala Boma floor 12. Tupo hapa Sabasaba kwa ajili ya kuwapatia huduma, na huduma zetu ni tunafanya branding, printing, large scale printing, tunafanya events, tunafanya publications, na currently tumetoa edition yetu ya pili ambayo ni magazine, ambayo lengo letu ni kujaribu kuposition Tanzania kwa mataifa au masoko ya nje, ambapo tutakuwa tuna select key sectors mbalimbali kama utalii, biashara na uwekezaji, kualika watu kutoka nje ya nchi kuja kuwekeza Tanzania. Kwa hiyo kwenye jarida letu tutakuwa tunaweka au tuna promote projects kubwa mbalimbali za serikali na binafsi ili kukaribisha wawekezaji kuja kuwekeza Tanzania. Huduma zetu zinatolewa kwa watu mbalimbali kama sekta, mataasisi, watu binafsi, biashara za watu binafsi. Tuna collaborate pia na existing events planners ambao tayari wako kwenye soko, lakini pia tunafanya kazi na makampuni ambayo inataka kufanya research. Karibuni sana kwa details nyingine zaidi hapa Sabasaba. Magazine zetu zinapatikana au tutadistribute kwenye sehemu mbalimbali kama SGR, airports, ubalozi, wizara mbalimbali, taasisi na sekta binafsi. Rai yetu kwa wananchi ni kupitia majarida yetu, kuyasoma ili kuweza kukutana na huduma au services mbalimbali ambazo mtahitaji kutoka kwa wananchi. Lakini pia mwamko wa watu kupitia magazini yetu umekuwa mkubwa, lakini pia tunafahamu kwamba kwa sasa hivi teknolojia imekuwa kwa kasi, na hivyo tumeanzisha digital platform ambao tutakuwa tuna provide hiyo huduma ya kusoma gazeti letu. Kwa hiyo kama unaona uvivu kusoma jarida kwa physical jarida, tuna digital platform website ambayo inatoa mwongozo au inatoa hizo information za kuhusu jarida letu. Lakini pia tunatoa elimu ya real estate, kununua, kupangisha, kununua nyumba, viwanja tunafanya. Lakini pia tunatoa elimu ya mtu ambaye tayari ana kiwanja na hajui akifanyia nini kwa ajili ya biashara, pia tunatoa. Lakini pia huduma zetu za publication, yani magazine, zinapatikana na tunatoa rai, lakini pia tuna mikakati ya kupeleka majarida yetu pia zifikie watu wengi zaidi, sio tu Tanzania, hata nje ya nchi. Kwa majina ninaitwa Kelvin Mgarula. Mimi ni mtaalamu wa milki kuu na uwekezaji kutoka kampuni ya Alphas Company Limited. Tunaposema milki kuu, tunazungumza habari yote ya viwanja, mashamba pamoja na ardhi kwa ujumla. Sasa sisi kama kampuni tumeona Watanzania wengi hawana elimu kwenye upande wa ardhi, sheria za ardhi na taarifa mbalimbali ambazo zinakosekana kwenye upande wa ardhi, na hata wengi wanaingia kwenye migogoro, wanaingia na kwenye kutapeliwa. Sisi kama kampuni tunafanya huduma ya kutoa ushauri, tunafanya huduma ya kufanya utafiti wa kupata taarifa sahihi za maeneo sahihi, lakini pamoja na kujua wapi unaweza ukapata nini na kwa namna gani. Tunatoa elimu kwa habari ya vibali vya ujenzi, namna vinavyopatikana, na uwekezaji kwenye habari ya ardhi. Lakini kwenye upande wa uwekezaji pia sisi kama kampuni tunatoa huduma ya kutoa ushauri na kufanya utafiti na kuwasaidia Watanzania wanaotaka kuwekeza wajue wawekeze wapi, wawekeze kwa namna gani, na je, wanaweza kupata faida kwa namna gani wakiwekeza. Kwa hizo ndio huduma ambazo tunazitoa sisi kama Alphas Company Limited. Tumejipanga kushiriki kwenye maonyesho mbalimbali ikiwemo maonyesho ya 88 kwa sababu huduma yetu bado inahitajika mahali pengi. Kwa hiyo tuahidi tu Watanzania na watu wengine wote wanaotutazama na kutufuatilia kwamba watatuona huko, na tunawakaribisha sana ili waweze kupata taarifa sahihi ziweze kuwasaidia kufanya maamuzi sahihi.
Washauri watu wanapotaka kununua ardhi watafute kwanza taarifa sahihi, na sehemu ya kwanza ya kupata taarifa sahihi huwa ni kwenye mamlaka husika. Kwa mfano, mtu akienda kwenye halmashauri husika, manispaa husika, akapata taarifa za eneo analotaka kulinunua, kabla hajanunua, kwanza atajua taarifa sahihi kwamba eneo hilo anataka kununua ni eneo ambalo liko sawa na matumizi anayotaka kuyafanya, lakini ni eneo ambalo halina mgogoro na ni eneo ambalo ni sahihi. Baada ya hapo ndio anaweza kufanya maamuzi ambayo yanaweza kumsaidia kufikia kwenye hatima anayokusudia. Mkakati wa kuwafikia watu ambao wako maeneo ya vijijini na maeneo ambayo hayafikiki urahisi, moja ni kwa kutumia matangazo kama hivi tunapoonekana kwenye televisheni, kwenye redio na kwenye vyombo mbalimbali vya kujitangaza, tunaamini watatufikia. Lakini pia tuna mkakati wa kuanza kutembea, kuyaelekea. Unajua kuna maeneo mengi ambayo yanaweza kutumika kwa ajili ya uwekezaji wa viwanda ambayo bado hayajafikiwa, lakini tunaamini kwamba kadiri muda unavyokwenda nao tutawafikia pia ili yaweze kuonekana.